Alright, yes, karibu sana. Kwenye hii free masterclass nitakufundisha jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia mtandao ya kijamii kama ambavyo tumekwisha kuweza kufahamiana hapo awali. So kwa majina anaitwa Mentor Charles na wasaidia vijana miaka 25 mpaka 35 kuweza kutengeneza at least 1 million mpaka milioni 3 kupitia smartphone yako. Lakini kabla hatujaingia deep kwenye masomo au kwenye hii masterclass ambayo nimeandaa kwa ajili yako, nataka nikwambie kitu cha msingi ambacho kitakusaidia wewe kuweza kuondokana na maisha ambayo ulionayo na kuweza kuchange the lifestyle au the whole life katika maisha yako ili uweze kupata chance ya kuweza kutengeneza pesa na kuweza kufikia malengo yako ambayo unatamani kuyafikia kupitia mtandao ya kijamii, especially Instagram. So make sure unaenda kusikiliza na kufanya kazi kila ambacho naenda kufundisha. Guys, this is a very tested and proven blueprint ambayo mimi naitumia kuweza kugenerate pesa kupitia mtandao ya kijamii. So as we goes, lengo ni kuweza kumake sure tunaweza kuondoka kwenye maisha magumu. Na katika hii masterclass ya bure ni kugarantii tu kila ambacho nakufundisha ni kitu ambacho nakifanya guys, kwa sababu upo na mentor ambaye anakiishi kitu na sio mtu ambaye anakufundisha theory. So tutaenda kucover hizi sehemu almost sehemu 4 ambazo ni muhimu zaidi. Cha kwanza niche na traffic content pamoja na sales mechanism system. So let's go. Na kabla sijaendelea, kwa majina yangu naitwa Mentor Charles, naishi Goba, Dar es Salaam, na kama unavyoona hii picha hapa upande wa kushoto na picha upande wa kulia, mwaka 2021 mpaka mwaka 2025. So kama ambavyo nimeweza kukuambia, this is a big opportunity ambayo imeweza kuchange maisha yangu kutoka zero mpaka hilo. So maana yake mwaka 2021 nilikuwa mzee, lakini baada ya kuanza hii biashara ndo nikaanza kurudi katika ujana. So maisha, maana yake tafasiri yake ni kwamba maisha yalikuwa ni magumu na sikuwa na uwezo wa kuweza kuafford maisha yangu na kuweza kurun my life activity pamoja na vitu kama hivyo. So maisha yalikuwa magumu, hata kupata pesa kule ilikuwa ni shida kwa sababu sikuwa na uwezo wote wa kuweza kutengeneza pesa. Lakini guess what, mwaka 2025 nimeweza kufanya mambo makubwa sana na nimeweza kupata this opportunity. Ilikuwa mwaka 2023. So mpaka sasa na miaka 3 kwenye biashara na kupitia mtandao wa kijamii 99%. So make sure unaenda kufanya kila ambacho nakufundisha, kwa sababu kinaenda kubadilisha maisha yako pia na maisha ya watu wengine kama utaweza kuchukulia very serious. I know kuna watu ambao tuna biashara tayari, tuna watu ambao tumeajiriwa, tunapokea mshahara, kuna watu ambao hatuna chochote, kuna watu tuko nyumbani, kuna watu ambao pengine tuko vyuoni, tunatamani kupata the extra income kutoka kwenye as a source of income au sehemu pekee nyingine ya pesa ili kuweza ku make sure tunafikia malengo yetu. So guys, let's go. Make sure unaenda kusikiliza vizuri na unachukua action vizuri kabisa. So kama ambavyo nimeweza kusema kwamba mwaka 2025 nimeweza kuachieve my first dream car, gari ya ndoto yangu ya zaidi ya milioni 40. Guys, this is amazing. Ni Audi Q5. Ni gari ambayo barabarani sio kila mtu anaweza kumwona nayo. So I'm proud of this opportunity. Najivunia kuwa na hii fursa, najivunia kuwa na hii biashara na kuweza kubadilisha mindset pamoja na kubadilisha maisha yangu na maisha ya watu wengine. Lakini also ukiachana ku achieve my dream car, niweza kuwasaidia ndugu zangu wazazi na kuweza ku make sure naishi sehemu nzuri ukilinganisha na kipindi ambapo nilikuwa sina chochote cha kufanya au sina namna yote ya kuweza kuongeza kipato na kuweza kufikia malengo yangu. So guys, kama ambavyo nimeweza kuambia, mimi ni nani? Mimi ni mentor na wasaidia vijana kama wewe kuweza kujenga online income na kutengeneza pesa sio chini ya milioni 3 kupitia smartphone yako, especially kupitia Instagram Zim pages. Nitaenda kufundisha namna gani ambavyo tunaenda kufanya. So nimeweza kuwasaidia vijana wengi, kama unavyoona ni watu wengi nimefanya nao, nimewasaidia kupitia this opportunity, wameweza kutengeneza pesa zao milioni 1, milioni 2, milioni 3 na kuendelea kupitia this opportunity. Kwa hiyo I'm grateful na nashukuru Mungu kuweza kupata this opportunity, kwa sababu ni one of the business ambayo imeweza kubadilisha maisha ya watu wengine kupitia mimi. So maamuzi ambayo niliyofanya ni maamuzi sahihi ambayo yameweza kuchange my history, yamechange historia za watu wengine, na ndio maana hata wewe uko hapa. Na kwa hiyo nakupa mafunzo haya bure kwa sababu na lengo la kuweza kusaidia vijana wasiopungua 50 ndani ya mwaka huu kuweza kutengeneza pesa at least milioni 3 mpaka milioni 5. So make sure unaenda kuwa mmoja wapo kama utaweza kuchukua hatua leo na kuweza kuchange maisha yako 100%. So guys, kama ambavyo nasema, nimeweza nawasaidia vijana wengi kuweza kutengeneza pesa. Kama unavyoona hizi picha ni baadhi tu ya watu ambao nimeweza kufanya nao kazi kupitia this opportunity. So part ya kwanza kabisa ambayo tutaenda kujifunza kwenye hii biashara ni kuhusiana na mindset shift.
mindset shift, maana yake kubadilisha mtizamo. Guys, uongo unaoua vijana wengi na wanashindwa kuweza kufikia malengo yao ni kwa sababu watu wengi tumeaminishwa kwamba ili ufanikiwe unahitaji uwe na mtaji mkubwa sana. Ili ufanikiwe unahitaji uwe na bidhaa yako mwenyewe. Ili ufanikiwe unatakiwa usome sana, uende shule, usome kwa bidii, utafute kazi, uajiriwe. Guys, huu ni uongo mtupu na uongo unaofanya watu wengi wanalalamikia serikali, wanalalamikia ndugu, wanalalamikia wazazi na walalamika kwamba pesa hakuna. Kumbe inatakiwa ushift mindset ya kwako na uangalie, je, wewe kama wewe una nafasi gani ya kubadilisha maisha yako? Una kitu gani cha kuweza kugive value kwa watu ili kuchange maisha yao na wewe uweze kutengeneza pesa? So guys, huu ni ukweli ambao watu wengi wanashindwa kuweza kuelewa, lakini ukweli ni kwamba pesa hazitoki kwenye bidhaa. Unaweza kuwa na product. Kuna watu ambao tunafanya biashara lakini hatukui, biashara zikui. Do you think why? Nitaelezea kwa kina zaidi vitu ambavyo vinakufanya uendelee kubaki nyuma. Na guys, huu ndio mfumo unaoniingizia pesa, sio chini ya milioni 10 kila mwezi kama unavyoona. This is the number guys. So I make money always kupitia online au kupitia mtandao ya kijamii. Kama unavyoona hii ni moja kati ya pesa ambayo unaitengeneza kila mwezi guys, kupitia hii biashara ambayo naenda kufundisha au kupitia aina hii ya mfumo ambao naenda kufundisha. Na hizi ni screenshot ya miamala tu ambayo naendelea kupokea kila siku. Hii ni 300,000 imeweza kuingia kwenye akaunti yangu, 300,000 imeweza kuingia, 300,000 imeweza kuingia, 300,000 imeingia kwenye akaunti, 299,000 imeweza kuingia. Na kwa nini nitakwambia mteja analipia 299,000 na sio kulipia 300,000 cash? I will show you exactly na kwa nini natakiwa uweze kujua customer psychology. Guys, this is amazing. So miamala ni mingi kama unavyoona inaendelea na ambayo naendelea kuingiza kwenye hii biashara ambayo naifanya every single day guys, every single day I make money muda wote, niko popote. Kwa hiyo ukiwa na hii biashara, ukiwa na mfumo huu wa biashara, unaweza ukapata uhuru wa muda, yani tofauti na mtu aliyeajiriwa, maana yake yeye hana muda na hana pesa. Guys, huu ni ukweli ambao watu wengi hawataki kukubali, lakini kwa leo mimi nitakwambia makavu. So guys, kumbuka sasa we have two kind of business. Tuna aina kuu mbili za biashara. Umeona? Na nitaelezea tofauti zake na kwa nini na biashara gani ambayo nitakushauri uweze kuifanya ili uweze kutoboa haraka. Na first of all tuna kitu kinaitwa commodity business, na wengi tuko hapa ambao tunafanya biashara. Sasa hapa unauza kitu ambacho kila mtu anacho, kila mtu anauza. Yaani kila product, kila mtu ana uwezo akaiuza. Na mwisho wa siku unashindana kwa kushusha bei. Uongo, wewe ambao unafanya biashara si ndio unafanya hivyo, lakini pia unafanya biashara bila skills za kutosha na mwisho wa siku biashara inakufa. Ndio maana wanasema, tafiti zinasema watu wanaanzisha biashara lakini ndani ya miezi 6 mpaka 12 unakuta biashara zimeshakufa kwa sababu wanakutana na kitu kinaitwa competition, ushindani. So this is a business ambao kila mtu anaifahamu na wanafanya huko ambao tunafanya, hata wewe unafanya. Lakini sasa aina gani ya biashara nyingine? Hii inaitwa expert business. Hapa guys ndo kuna pesa guys, na pesa ndo ziko hapa. Hapa haushindani kwa bei guys. Unachouza ni usamani wa product. Unauza sales, unauza skills, unauza information na una mfumo unaofanya kazi masaa 24 hata kama wewe usipokuwepo. Bei sio tatizo hapa kwa sababu unauza usamani. Na masterclass hii ndo lengo la kukutransform kutoka kwenye commodity business na kuwa expert business na kufanya biashara ya kitaalamu zaidi. So twende kwenye moduli ya kwanza ambao tunaenda kufungua mindset. Hii inaitwa broker and local mindset. Kufungua mtizamo wako guys. One of the secret ya kufanikiwa kwenye hii dunia ni lazima uwe na hivi vitu vitatu. Cha kwanza ni attitude, yani ubadilishe mtizamo na mwelekeo wako. Na cha pili uanze kuchange habit, tabia yako. Kama ulikuwa na marafiki ambao mnapiga umbea, yani wewe ni mtu wa kushinda kupiga umbea, unaangalia tu mtandao wa kijamii, unapoteza muda. Mtu wa kubishana kuhusiana na Simba na Yanga Airways, yani ni mtu ambaye hauna behavior kama za matajiri, watu wanaotengeneza pesa, na kugarantia 100% uwezo ukatengeneza pesa. Kwa maana yake inatakiwa uweze kushift, ubadilishe mtizamo, uanze kuassociate na watu ambao wanatengeneza pesa. Are we together? Na part ya tatu au kitu cha tatu kwenye mindset ni action. Lazima take action. Watu wote waliofanikiwa guys wana hivi vitu vitatu. Cha kwanza attitude, cha pili behavior na cha tatu action, vitendo. Then tuna combine tunapata success au mafanikio. Are we together? So guys, let's go. Sasa kuna vitu vitatu hapa ambavyo vinaharibu sana mindset au mitizamo ya watu. Namba moja hii inaitwa doubts, yani mashaka. Yani mtu anakuwa na mashaka hasi, umeona, yanayokuja katika kichwa chake. Yani mfano, nitakupa mfano. Yani mtu anakuwa haamini. Umeelewa? Haamini kwamba hii itafanya kazi. Yani ni mtu ambaye anakuwa na hofu, anakuwa na mashaka na kitu chochote.
Umeona, watu wengi wameshindwa kuweza kufanya hii biashara kwa sababu wanaamini biashara za mtandao, wanaamini pengine biashara za tapeli. Wanaamini wao hawezi akafanikiwa, wanaamini wao wamezaliwa familia maskini. Hizo ni doubts ambazo zinaua watu wengi. Na pointi ya pili hii inaitwa imani. Umeona, imani zinazokuzuia wewe kuweza kutoboa au kufika mbali sehemu unapotaka kufika. Are we together? Sasa kiuhalisia ni kwamba hizi ni imani ambazo tunakuwa tumepandikizwa kutoka kwenye kizazi, familia zetu, jamii zetu, mazingira. Umeona, mfano wa beliefs ambazo zinakuzuia wewe, unaamini kabisa pesa ni ngumu, unaamini mimi ni maskini, kwetu ni maskini, hatuwezi kuwa na pesa, mimi siwezi kuwa na uwezo wa kumiliki gari ya milioni 100, milioni 200. Guys, hizi ni mindset ambazo zinatuzuia. Watu wanaamini kwamba ili ufanikiwe lazima uweze kuwa na mtaji mkubwa, uwe na pesa, uwe umesoma sana, uwe na elimu kubwa. Huo ni uongo guys. Watu wanaamini biashara za mtandaoni za kitapeli. Sasa how can you do business online kama wewe mwenyewe unaamini hivi? Kwa hiyo inatakiwa uweze kuchange your mindset, inatakiwa ubadilishe mtizamo wako mara moja. Na beliefs nyingine hii inaitwa faith, hii ni imani, au point ya tatu inaitwa imani chanya, yani positive mindset. Au together. Sasa inatakiwa utransform kuwa na imani, maana yake wanasema imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, sio yasiyoonekana. So tafasiri yake ni kwamba hiki ndicho unaamini hiki kinafanya kazi, kitafanya kazi. Kama kuna wengine wamefanya kazi, kama kuna watu wanatengeneza pesa online, kwa nini mimi nisitengeneze pesa? Kwa nini nisifanikiwe? Au together, watu walifanya vitu hata pasipo kuona matokeo mwanzoni, waliamini kwamba one day yes, mambo yatakuwa sawa. Sasa ni moja kati ya hivi vitu ambavyo inatakiwa uweze kuviondoa. Na cha kwanza nimesema doubts, usiwe na mashaka yoyote unapoanza biashara, unapotaka kufanya chochote. Na cha pili, beliefs inatakiwa uziblock, uzivunje zile imani ambazo umerisishwa aidha na marafiki zako, ndugu zako, kwamba wewe uweze kutengeneza pesa, uweze kufika mbali. Are we together? Na cha tatu, inatakiwa adapt positive mindset, imani chanya. Bila kuwa na hivi vitu guys, it's just nothing. Unaweza nikakufundisha siri nyingi, lakini uweze ukatoboa kama hujavunja hizo imani. Sasa lengo la kukuondoa kwenye kile unachokiamini ni kutengeneza kitu kinaitwa long term mindset, fikra za muda mrefu. Ukweli ni kwamba kila kitu unachokifanya, kila kitu ufanya kazi utakapokuwa umekipa time, umekipa muda wa kutosha, hata upati matokeo kwa huo muda, you have to give time. Watu wengi ushindwa si kwa sababu ya mfumo mbaya, biashara mbaya, hawana mtaji, wao ni maskini. Hapana, wanashindwa kwa sababu wao hawajajipa subira, hawajajipa muda, hawajafanya vitu consistency, kwa mwendelezo. Are we together? Yes, na hii siri inaitwa compound effect, yani kitendo, yani ya kufanya vitu vidogo vidogo. Mafanikio yote makubwa guys yanatokana na kufanya vitu vidogo vidogo kwa mwendelezo. Are we together up to there? Tuko pamoja kwenye moduli ya kwanza. So tunaingia moduli ya pili ambapo jinsi ya kutabiri kiwango cha pesa utakachotengeneza mwaka 2026. Guys, kuna watu ambao leo hii mwaka tumeshauanza lakini hawajui wanatoka wapi na wanaenda wapi. Mwaka utaisha bado wako vile vile kama walivyokuwa mwaka jana, walivyokuwa mwaka juzi, na ndio maana unakuta mtu anafanya biashara wako unapinduka bado yeye anatengeneza pesa ile ile. Kwa nini? Kwa sababu haujui formula hii ambayo naenda kufundisha. Sasa hatua za kufuata ili kujua kiwango cha pesa utakachotengeneza. Na kumbuka na onyo ni kwamba pesa guys inatokana na kuuza usamani. Hizo unauza bidhaa au huduma. Yaani pesa haiji kwa bahati, mafanikio haiji kwa bahati ndugu zangu. Unahitaji uweze kuwa na mfumo, uwe na system, uwe na product, uwe na service unayoiuza kwa watu. Nitaelezea hapo. Sasa kitu cha kufanya, hatua ya kwanza, andika unataka kutengeneza kipato gani mwaka 2026. Hiyo ndo point ya pili. Kwa mfano, let's say una lengo labda ya kutengeneza milioni 100 ndani ya mwaka 2026. Sasa ukishajua lengo la mwaka unachotakiwa kufanya, hatua ya pili unagawanya milioni 100 kwa miezi 12. Maana yake kila mwezi unatakiwa utengeneze milioni 8.3 almost kwa kila mwezi. Then ukishajua sasa na deni la kutengeneza milioni 8 na point 3 kila mwezi, inatakiwa ujue unauza kitu gani na hicho kitu unachokiuza unapata faida shilingi ngapi. Sasa hiyo ndio itakurahisishia kujua idadi ya product au huduma ambazo unatakiwa uweze kuuza kwa mwaka. Are we together? I mean kwa mwezi, ili uweze kufikia lengo lako. Sasa nitakupa mfano hapa. Chukulia kwamba una product unayoiuza, maana yake unatengeneza faida ya shilingi, yes, unatengeneza faida ya shilingi labda 100,000 kwa kila product au huduma unayoiuza.
Tafasiri yake ni kwamba maana yake kwa mwezi mzima inatakiwa uuze product zilizopungua ngapi? Product zilizopungua 83. That is a formula, namna ya kuweza kujua unachotakiwa kuweza kufanyaje kukiuza. Muhimu guys, note muhimu, ili kufikia lengo la mwaka mzima ni lazima uuze kitu, uuze bidhaa au huduma. Pesa haipatikani kwa bahati au kwa miujiza guys. You have to sell the product. Na moduli ya 3 guys ni jinsi ya kutambua biashara itakayofanikiwa. Ili ni somo moja muhimu sana na watu wengi huwa tunabugi hapa. Kuna key point za kuzingatia ili kujua biashara itakayokuwa na biashara itakayokufa. Key point ya kwanza tunasema product hotness, emotional demand product. Yaani ukiwa unataka kufanya biashara, usifanye biashara kwa hisia zako wewe mwenyewe. Guys, biashara sio mapenzi guys. Biashara is just all about research, kufanya utafiti. Uangalie watu wana shida gani, watu wana matatizo gani, alafu wewe wapelekee suluhisho la matatizo yao. Then boom, you make money easily bila shida, bila stress yoyote. I guarantee you this guys. Hii ni moja ya strategy ambayo iko very powerful. Tambua matatizo ya watu alafu wewe wapelekee suluhisho. Sasa huwa tunaanza na wateja wanataka nini, alafu tafuta product yenye uhitaji mkubwa sokoni. Are we together? So na biashara utakayoianza make sure inakuwa inagusa emotional demand kama hizi. Cha kwanza, ulaibu. Angalia product ya watu ambao wana ulaibu nao. Yaani ulaibu manake ni addictive, yaani kitu ambacho watu wanapenda kufanya regardless of the situation. Bila hivyo hawezi kufanya. Labda bidhaa ina hazi fulani. Lakini point ya 3, make sure unazingatia kipengele cha kuondoa hofu. Bidhaa yako inaondoa hofu, aibu, maumivu au tamaa fulani. Guys, huwa tunauza maumivu. Tutaka utengeneze mauzo makubwa na ufanikiwe, make sure unatatua maumivu au hisia za watu fulani. Nitakupa mfano hapa. Anasema kwamba sigara, pombe, bangi, watu wanajua kabisa ni hatari kwa afya na ziruhusiwi, lakini bado watu wanatumia kama njugu, wanatumia kila siku. Are we together? Key factor nyingine ya kuzingatia biashara yako na kuona biashara yako kama ina uwezo wa kukua au itakufa baadaye, iwe scalability. Yaani uwezo wa kupanuka kutoka lese 100,000 kwa faida mpaka 500,000, 200,000. Are we together? Bila hivyo utaendelea kutengeneza V200, V300, vibuku jelo kila siku na utengenezi faida yoyote ya maana. Are we together guys? Sasa moduli taangalia, nitafundisha huko. Sehemu ya 4 au part ya 4 katika free masterclass hii, jinsi ya kufungua account yako ya Instagram, jinsi ya kufungua ofisi yako. Guys, kwa dunia sasa uhitaji kuwa na bidhaa, uhitaji kuwa na ofisi, uhitaji kulipia kodi, uhitaji takataka zote hizo. Inatakiwa wewe ujue ofisi yako ni account yako ya Instagram, account yako ya Facebook, account yako ya TikTok, YouTube na kadhalika. Lakini we are deeper in Instagram kwa sababu ndio iko very serious na ina watu ambao wako very serious kama wewe, ndio maana uko hapa. So step ya kwanza, unafungua account yako mpya. Usitumie account yako binafsi guys. Kuna watu wanatumia account ambazo sio account za kibiashara. Nitakupa mfano. Nikija hapa Instagram yangu hapa, will show something hapa. Ya umeona, ukiangalia hapa kuna jina langu hilo hapa ambalo ni Chazi Online Income Coach. Lakini kwa juu huku kuna hiyo inaitwa username ambayo ni brand name Mkwanja Online. Are we together? So lakini kitu kingine hapa cha msingi manake ni utaandika profile setup ambayo ni bio. Bio ni nini? Bio ni maelezo machache kuhusiana na kitu unachokifanya ili akiingia mteja au mlengo wako naye mtarget kwenye akaunti yako ajue wewe unadili na nini. Are we together? Mfano ukija ukaangalia akaunti yangu hapa, nasaidia vijana miaka 25 35 kutengeneza milioni 3 online bila kuwa na mtaji mkubwa. Na akaunti yako lazima iwe na CTA, manake call to action. Are we together? Call to action. Hii hapa. Umeelewa, ambayo ni bofya hapa kujifunza free masterclass. Kwa maana yake inakuwa na direct. Sasa wewe unaweza ukaweka link, ukaweka namba, nipigie hapa 1 2 3. Then ukaweza ukapata mawasiliano kwa urahisi zaidi. Tuko pamoja guys. Hatua inayofuata unabadilisha kuwa professional account. Utaenda kwenye setting, utaswitch to professional. Ni kwa mfano once I come here nitakuja vidatu vitatu hapa, then nita scroll huku chini, nitakuja kwenye creator tools and control. Utaona hapa add new professional account. Kwa hiyo kiedit hapa pia inaweza kukwambia hapa chini. Umeona?
personal information and whatever. Though kwa mimi tayari hii nishaibadilisha, just why hainipi hiyo option. Are we together? Kwa make sure inakuwa rahisi, na hii hapa itakusaidia wewe kuweza kuwa unajua professional account tofauti na personal account ya kawaida. Utaangalia insight reach imewafikia watu wangapi. For instance, nikiangalia hapa, once I come take labda this is my content, imeenda viral sana. Nimefikia almost, nikiklik hapa view insight itanionyesha kuna hizo like, kuna comment, kuna share, kuna views na kuna save, na imefikia zaidi ya 7,000 views. Umeona? Na nikishuka hapa chini itaona watu walio interact, walio like, walio share, waliofanyaje. Na uzuri ni kwamba guys, unapotengeneza content zinaenda kwa watu ambao ni nani followers, haja kufollow kabisa, ndio asilimia kubwa. Na hapa chini unaweza ukaangalia jenda, watu wanaonifollow zaidi, wanaonicheck zaidi ni watu gani? Wanaume. Wanaume ndio tunatafuta hela kuliko wanawake, sio? Lakini kuna country naangalia namba 1, kuna Kenya, kuna Tanzania, kuna Kenya, kuna Oman, kuna India, kuna na kadhalika. Na kuna age hapa. Mimi account yangu ina target watu wa miaka 25 35. Ndio asilimia kubwa. Ingawa na wengine inawafikia. Kwa kama wewe umekufikia una miaka zaidi ya hiyo, maana yake ni bahati mbaya. Baadaye hapana. So tunaangalia late watu gani ambao inakuwa inawafikia zaidi. Are we together? So hivyo ndivyo ufanya. So moduli ya 5 hapa tutaangalia sasa kuchagua soko sahihi upande wa afya, niche inayolipa na yenye pesa, yenye njaa na hela guys. Kama nilivyosema, afya ni industry kubwa. Kwa hiyo utakiwa kutarget kila engo. Inatakiwa uchukue kieneo tu kwenye upande wa afya ambacho kinagusa maumivu, kinagusa hofu, kinagusa aibu, kinagusa tamaa ya kupata kitu fulani, hisia, emotional. Guys, wateja huwa wanunui kwa kutumia logic, ila wananunua kwa kutumia hisia. Ukishindwa kutarget emotional mteja wako umeshamkosa. Sasa make sure unachagua tatizo moja na unachagua kundi moja. Sasa kuna sabunichi zinazolipa ambazo zina high demand kubwa sana, ambayo ya kwanza ni nguvu za kiume. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna hofu, kuna aibu hapa. Watu hawataki kupata fezea, kuendelea kupata aibu zile zile kitandani. Lakini namba 2 kuna weight loss, uzito, muonekano, confidence. Tayari kuna hofu ya kupata pressure na kupata vitu kama hivyo. So you can make money ukiwa kwenye hiyo engo. Na ya mwisho pia kuna fertility, uzazi. Wanawake wana changamoto nyingi kibao, ujauzito, hormone imbalance na kadhalika. So mimi for instance nilichagua hiyo ya kwanza, nguvu za kiume. Guys, niwe mkweli tu, I make a lot of money kwenye hii niche. Mfano, nitakuonesha nikija hapa nika search my account Chiba Kiboko, you will see this one. Umeona? Oh wow, amazing. Nimefikia followers 40,000. Oh, nimeshaenda. Congratulations. Sasa ukiangalia hapa ni exactly kitu kinaonesha na deal na nani na mlengo wangu ni nani, ni wanaume exactly. So once I come here guys, nikicheck hizi content, hizi ni faceless content bila hata kuonesha sura na zinaenda vibaya mno. Mfano hii masaa 8 yamepita. Nikiangalia comment hapa, watu wamecomment Mkonga program, umeona? Watu wanahitaji huduma guys. Yani it's amazing. I make a lot of money. Comment 155 2 days ago. Umeona how it is powerful guys. Kwa hiyo kumeki pesa mtandaoni, labda kama ujui tu namna ya kutengeneza pesa, ndio unaanza kulialia, unalalamikia serikali, unalalamikia wazazi, vitu kama hivyo. Kumbe una taarifa kuhusiana na kutengeneza pesa. So hivi ndivyo ninavyotengeneza hela kwenye hili soko la afya. Why? Kwa sababu guys, narudia tena, make sure unapotaka kufanya biashara yako, angalia, zingatia sana vitu vinaitwa emotional. Umeelewa? Hofu, aibu, maumivu. Hapa ndio kuna hela guys, and not otherwise. Kama unataka kutengeneza hela, make sure unakuwa very sensitive kwenye haya maeneo. We will make a lot of money. Utatengeneza hela nyingi sana. Are we together? Yeah, hivyo. So make sure pia unapima nguvu ya niche yako, ina nguvu gani? Kuna maswali matatu utajiuliza. Je, tatizo linaumiza kila siku? Yaani linawapa maumivu gani walengo wako? Je, mtu atalipa pesa ili liondokane na changamoto yake? Kwa sababu focus yetu ni kuwasaidia watu kutatua changamoto zao na wao watatulipa. Je, anaona aibu au ana hofu gani? Ana pressure gani ambayo ana hofu nayo kuiondoa? Kwa ukiona kama jibu lako ni ndio mara 2 au mara 3, ukajibu hao maswali, maana yake hiyo ni niche sahihi, natakiwa ufocus nayo. Au together. Hivi ndivyo ambapo unaweza ukajua soko la lenye nguvu na lenye pesa zaidi. Sasa moduli ya 6 hapa tutajifunza kutengeneza content guys, na hapa ndo uchawi ulipo. Ugenerate content. Content ni kitu gani? Kama wewe ambayo uelewi, ni maudhui.
yanayolipa, maudhui ambayo yanaendana na kitu unachokifanya. Do you understand? Kwa hiyo make sure unakuwa very careful. Sasa jinsi ya kutengeneza content, na kwa nini utengeneze content? Lengo ni kujenga brand, kujenga trust ili watu wanunue. Yaani guys, watu wanashindwa kununua huko kwenye mtandao kwa sababu ya hofu ya kutapeliwa. Watu wametapeliwa, wameibiwa sana. So manake ukiwa mtu lili, ili ujitengenezee mazingira ya kubroko ile hofu yao, manake inatakiwa ujenge brand au authority, mamlaka kwenye engo yako. Sasa formula ya kutengeneza content, unaanza na huku, unatoa elimu, unatoa CTA, yani call to action. Afanye nini sasa? Watu wengi guys wanajua kuelezea bidhaa zao vizuri sana, lakini wanashindwa hiyo part ya mwisho, kumwambia mteja afanye nini baada ya kuweza kuona kupenda bidhaa yake. Sasa make sure unajua exactly unaacha CTA, unamwachia nini afanye sasa mteja wako. Umeona? Na hii ndio inakurahisishia wewe kuweza kupata watu sahihi. Na kitu kingine ambacho nataka niwaambie ni kwamba kutengeneza pesa huku sio kwamba uwe na followers wengi. Kikubwa ni kuwa na watu sahihi. Umeelewa? Yaani kutarget watu sahihi. Ukishakuwa na watu sahihi, you will make money bila shida yoyote. Umeona? You will make money bila tatizo lolote. Target watu sahihi. Are you together? So make sure unazingatia hilo. Sasa kuna hizi tools za kutumia kutengeneza content guys. It is amazing. Kuna hii inaitwa Canva. Huko unatengeneza posta mbalimbali, umeelewa? Yes, ambazo zitakusaidia wewe kupost na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna Pinterest, huko unapata idea mbalimbali ambazo tayari zitakusaidia kwenda na idea. Guys, hatuanzi kila kitu chini. Yaani kuna vitu ambavyo tayari zina taarifa. For instance, nikija hapa labda nikuoneshe tu, nikija kwenye Pinterest hapa nitakuta au research hapa nitapata concept mbalimbali. Unaona? Yes, unaona kuna picha. Unaona mimi kwa sababu nafuatilia sana hizi, most ataanza kuniletea. Sasa mfano ingredient kama hizi detoxify your liver, naweza nikachukua hii na ni rahisi tu, unakuja hapa vidoti vitatu na download image. Alafu na unaenda Canva, unaweza ukaiedit. Unaweza kaenda hata CapCut, tayari inakuwa imeshaingia. Nikija hapa kwenye gallery utaikuta ishaingia hapa tayari. This one you see, just simple. Kwa hiyo you get idea mbalimbali. Kwa hiyo unakuwa unajua unaenda kutengeneza kitu gani exactly. Kuna hii CapCut kwa ajili ya kuedit content, video na kadhalika. So utaelezea zaidi kwenye program zangu za kulipia. Kama uko interested nitakufundisha step by step. Na uchawi mwingine guys ni ChatGPT, yani inaitwa AI. Guys, ni ubongo wa content hapa. Yani hapo utakiwa kutumia nguvu nyingi sana kuweza kufikiria uedit nini, ufanye nini, yani ufanyeje ili uweze kupata idea. Kwa sababu kila kitu guys kipo kimewekwa. Kwa maana yake ni kwamba ni wewe tu kuweza kujua namna gani ya kutumia hizi AI ambazo tunazo nyingi. Kuna hii, kuna Gemini, zipo nyingi. Sasa kikubwa ni kwamba unakuja unauliza namna ya kuiguide na kuiongoza tu. Umeelewa? Ndio watu wengi tunafeli hapo. Ukishajua kuiongoza na kuiuliza maswali sahihi, itakuwa rahisi wewe kuweza kutengeneza pesa. Do you understand? So that's how you have to do. So utamuuliza ChatGPT kwa mfano niandikie let's say niandikie idea, let's say idea 3 au idea 10. Unamwambia nyingi idea 10 za kutengeneza pesa online bila stress kabisa. Lakini unamwambia, lakini jinsi ya kumuuliza tu, lakini ziwe niche zenye pesa zaidi. Guys, huu ni mfano tu. Sasa nitasubmit hapa. I want to show you kwamba namna gani naweza kutumia hapa. Hii ni kubwa sana, nina maelezo mengi sana. Kwa hiyo ukihitaji zaidi tutaingia deeper zaidi. Umeona ninavyo generate guys, ninavyo generate ideas za kutosha.
Hizi hapa idea 10 za kutengeneza pesa online bila stress. Ziko nichi zenye pesa, hazihitaji kuhangaika sana. Zinafaa hata kama umeanza sasa hivi, unaweza ka make a lot of money. Ya kwanza ameanza Instagram theme pages. Kwa nini guys? Ndio maana ninaelezea hicho kitu. Instagram theme pages maana yake ni faceless account ambayo unakuwa umeiandaa. Nasema unaunda ukurasa bila kuonyesha uso wako, una post content za nichi fulani. Afya, pesa, mahusiano, kisha una monetize kwa DM, affiliate digital product, nichi zenye pesa, afya, uhusiano, money. Kwa nini umeona ameanza na afya? Guys, hii sio akili yangu guys. Ni akili ya AI kwa sababu yeye anajua exactly vitu gani vinalipa. Amesema afya, pesa, mahusiano. Umeona amesema kuna kuuza digital product, affiliate, kuna WhatsApp funnel, umeona content ziko nyingi guys. Ameelezea hapa. Sasa and so far and so on and so on. So kuna vitu vingi sana kuhusiana na kuuliza hapo. Unaweza ukauliza hata idea, ukauliza vitu vyote. Umeelewa? Akakupa script, akakupa hook, akakupa caption, na unaweza ukatengeneza hata picha, ikagenerate picture kabisa. Are we together guys? Sasa kitu ambacho nilitamani zaidi uweze ukijua kuhusiana na training ya leo ni kuhusiana na namna gani unaweza ukaanza kutengeneza pesa kupitia mtandao ya kijamii. Are we together? So mfano halisia wa content, ukishatengeneza content, make sure na huku. Huku ni kitu gani? Huku ni just headline ambayo inamstop mtu akiwa kwenye mtandao ya kijamii. Mfano wewe unaweza ukajiuliza labda kitu gani kiliku huku kwenye tangazo langu mpaka ukawa interest, ukastop kuscroll. Manake make sure unapotengeneza content yako iwe na huku. Kwa mfano hapa nimetoa mfano tu, kama unakunywa maji kama unakunywa hiki kila siku, nguvu zako zinaisha kila siku au taratibu. Eza nguvu za kiume au whatever. Kwa mtu atastop hapa. Then akisha stop inatakiwa utoe elimu for free. Umeona? Uelezee sasa how inakuwaje. Na mwisho unatoa CTA, call to action, labda bofya hapa au comment neno fulani, mwongozo au DM mafunzo, ni kutumie step by step. Are we together? That is all about training ya leo. Lakini hitimisho kuu, mafanikio kwenye Instagram hayaji kwa kubahatisha au kuiga kila mtu anachokifanya. Yanakuja kwa kuchagua nichi sahihi. Cha kwanza uchague nichi sahihi guys. Na then uanze kutengeneza content rahisi kulingana na tatizo husika ambazo zina target maumivu zaidi ya mlengo wako. Are we together? That is all about how can you make money. Yes, na huu ndo mwisho wa free training ya leo. So kama umesikiliza mafunzo haya mpaka mwisho, basi umeelewa mfumo unavyoweza kufanya kazi. Na ukweli ni kwamba maarifa pekee hayatakulipa pesa yoyote, lakini utekelezaji, action, pamoja na attitude, pamoja na tabia zako na mindset ya kwako, ukianza kuibadilisha na kuingia kwenye vitendo, I guarantee you guys you are going to make a millions of money. How together? Na hii ndiyo sababu ya kuanzisha hii masterclass au hii inaitwa one on one mentorship program pekee itakao kusaidia wewe kutengeneza milioni moja yako ya kwanza kupitia mtandao ya kijamii. Au together mpaka kuskeli biashara yako mpaka milioni 3 ndani ya siku 30 zijazo. Au together. So utajifunza nini ukiwa kwenye hii program? Cha kwanza tutafungua Instagram theme pages ya kwako step by step. Na tutafanya mimi na wewe. Sio guys, nitakuonesha jinsi ya kuweza kuanza ukurasa kuset kuanzia bio, jina, kuchagua soko, kuchagua aina gani aina gani ya biashara yenye uhitaji mkubwa sokoni. How together? Namba 2, kuchagua niche. Afya demand kwenye marketing ya afya. Kuchagulia niche mbalimbali zipo ambazo zinalipa, especially mambo ya nitaelezea zaidi. Na watu wengi guys ndo tunashindwa hapa kwa sababu watu wanadhani ili utengeneze pesa inatakiwa uuze kwa kila mtu. Huo ni uongo. Inatakiwa umjue mlengo wako tu, na huyo ndo target, umpe target ya kuweza kumsaidia. Lakini pia nitaelezea free traffic system bila kulipia hata matangazo siku za mwanzoni. Yaani huna haja ya kuingia gharama. Inatakiwa ujenge mfumo ambao watu watakuwa interested wao. Are we together? Ndio maana mimi nimekuonesha hapa. This is my account. I still showing you this one. Umeona hizi ni content guys ambazo sijalipia pesa yoyote. Umeona masaa 7 yameshapita. Kwa nikiingia hapa unaona comment za kutosha bila matangazo, program, watu wana comment program na watumia namba. Are we together? Bila hata kuonesha uso wangu. Do you see? Umeona hapa? Hizi ni comment zote za wateja hizi.
Umeona, nahitaji. Umeona? Sasa how can you fail? Maana yake nakufundisha kitu ambacho mimi kinafanya kazi. Are we together? Na part nyingine ni content strategies. Kutengeneza content ambazo zina target soko kwa kutumia AI, I mean ChatGPT, Gemini, kutumia Canva. Vyote huko tunafanya step by step, mimi na wewe. Are we together? Na part nyingine kwenye hii program ya 1-on-1 ni sales mechanism. Namna script. Sasa mteja ameshakuja kuclose, inatakiwa mclose vipi? Watu wanapoteza wateja hapa. Mteja amekuja, una chat na watu 100 na auzi hata kwa mtu mmoja. Jamani, inasikitisha. Kwa lazima uwe na script, ujue unaanza wapi unaishia wapi. Nitafundisha kwenye hii mentorship, lakini pia utapata 1-on-1 mentorship ya mimi mwenyewe, yani mimi na wewe tunafanya kwa pamoja. Guys, this is amazing, na hii ndio siri pekee ya wewe kuweza kutoboa na kufanikiwa zaidi kwenye biashara. Lakini si hivyo tu. Sasa ili uweze kupata kuingia kwenye hii mentorship, kuweza kujiunga, kwa kuna principle chache tu hapa ambazo inatakiwa uweze kufanya. Umeona? Yeah, so kama unavyoona, yes, wiki ya 3, manake wiki ya 4 hapa tutafundisha namna ya kuskeri ya kuikuza biashara yako kutoka milioni 1 mpaka milioni 3. Umeona? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa kuanza kutengeneza biashara na kuna kuskeri biashara. Are we together? Sasa this one, hii biashara si ya kwako wewe ambaye hautaki kuchukua hatua ya kujifunza. Utakuwa mzembe. Kama unataka pesa miujiza, hii sio kwa ajili yako guys. Kama wewe hautaki kufata maelekezo, hii sio kwa ajili yako, kwa sababu nataka watu ambao wako very very serious, ambao nataka niwashike mkono hatua kwa hatua kufanya biashara ambao mimi nafanya. Maana yake ni kukopi na kupesti mfumo nao utumia kuweza kutengeneza pesa, na mimi nitawashika mkono na kuwafundisha step by step. Lakini pia ukishajiunga leo kwenye biashara niliyopo, utapata bonus ya Millionaire WhatsApp scripts ambayo unakopi na kupesti majibu yangu na kila kitu ambacho mimi huwa nakitumia kwa wateja wangu. Lakini pia kuna Saturdays content calendar ambayo nakuwa ni step by step yenye thamani ya 200,000 nitakupatia bure. Utapata VIP ina cycle access. Yani hapa sasa ni call to call. Yani nikupigia kupitia Zoom call, kupitia Google Meeting kama tunavyofanya hapa na kadhalika. Lakini pia kuna Facebook and Instagram @prince ambao nitakufundisha namna ya kutarget matajiri tu ili utengeneze pesa ya kutosha. Sasa thamani ya hii program pamoja na bonus zake ni milioni 1,500,000. Lakini gharama yake ya kawaida ya kujiunga kwenye hii biashara huwa ni 2,275,000 tu. Lakini good news ni kwamba kwa leo hautolipia hii pesa, badala yake utalipia shilingi 1,180,000 tu. Hapa utaweza kujiunga kwenye biashara ambao nipo, maanake mimi niko na partnership na kampuni ambao yenyewe ina product. Maanake mimi sina ofisi, sina product, sina chochote yani. Mimi kazi yangu ni strategies marketing kwenye mtandao ya kijamii na kuuza product na kutengeneza profit. Na then nitakupatia hizo mentorship zote kukufundisha guys. Huu ujuzi mimi kipindi naanza hii biashara nililipia sio chini ya 1.5 million kwa mentor wangu, mtu ambaye alikuwa ananifundisha namna ya kutengeneza pesa online. Na sikuwa nayo, unafikiri nilifanyaje? Kwa hiyo maamuzi ni yako. Mafanikio yanahitaji riski. Uweze kuwa mtu ambaye uko very serious, hata kama hauna, you have to find. Kuna watu wanaokuzunguka. Lakini good news ni kwamba leo utaipata hii program na hii biashara ambayo inafanya kazi kwa 180,000 guys. Yani ni sawa sawa na bure yani. Hii ni pesa ya kwenda tu pale Mlimani City, unaenda unakunywa coffee inaisha. So guys, hiki ndo nilitamani niweze kushare na wewe ili kukupatia fursa ya kuweza kubadilisha maisha yako. Kama uko interested kuweza kuanza biashara, utanitumia neno biashara hapo chini, alafu nitakupa mwongozo namna ya kuweza kufanya. Tuko pamoja. Kwa hiyo unaweza kuanza biashara leo kwa pesa ndogo kabisa, shilingi 180,000 tu. Kama utakuwa na swali guys, make sure unauliza hapo kwenye group. Na kazi ambayo ningependa uifanye, nenda kafungua account yako, uitengeneze vizuri, utengeneze bio, utengeneze nini, alafu share na mimi kwenye share kwenye group letu hapo, alafu nitaona namna ya kuweza kukusaidia ili kuweza ku make sure tunafanya kitu ambacho kiko clear zaidi. Thank you so much and I wish you all of the best.